Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tuko Mkuranga mkoani Pwani kwa ajili ya kushuhudia kwa karibu zaidi tukio kubwa kabisa la kukabidhiwa miongoni mwa zawadi zake mshindi wa kundi la juu zaidi katika mashindano kuhifadhi Qur'ani tukufu kwa wanawake watu wazima kitaifa. Mshindi huyu wa kwanza wa juzuu 30 tafsiri amejishindia kiasi cha shilingi milioni 3, na kama hiyo haitoshi, anacho kiwanja kutoka kwa Kingo Properties. Mashindano yanayoandaliwa na Umaif, yani Ummul Mu'minina Aisha Foundation. Mashindano haya yalifanyika kwa mafanikio makubwa kabisa kwa siku mbili. Mwanzo Jumamosi Juni 20, 2026 ikiwa ni fainali ya mwanzo iliyofanyika makao makuu ya Umaif Buguruni Kisiwani, lakini kilele cha mashindano haya kilifanyika Juni 21, 2026 Jumapili katika ukumbi wa DYCCC Chang'ombe Temeke jijini Dar es Salaam, ambapo mheshimiwa mgeni rasmi alikuwa ni Bi Mariam Mwinyi, mke wa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Hussein Ali Hassan Mwinyi, ambaye aliwakilishwa na waziri wa nchi afisi ya Rais Ikulu Zanzibar, Mheshimiwa Saada Salum Mkuya. Mashindano haya yalifanyika kwa mafanikio makubwa kabisa, na hii leo tumefika hapa kwa ajili ya kushuhudia tukio hili la kukabidhiwa miongoni mwa zawadi zake mshindi wa kundi la juu zaidi, kundi la washiriki waliohifadhi juzuu 30 pamoja na tafsiri. Lakini kundi hili si tu kundi la kawaida, bali ni historia imeandikwa, kwani kwa mara ya kwanza katika mashindano ya wanawake hapa nyumbani Tanzania limeshuhudiwa kundi hili la aina yake, kundi la washiriki waliohifadhi juzuu 30 pamoja na tafsiri. Mshindi akiwa ni Bi Asha Shela Rashid, ambaye baadaye tutaungana naye hapa kwa ajili ya kuzungumza naye angalau kwa mukhtasar. Lakini wakati huu tunaungana na mkurugenzi mkuu wa Kingo Property Limited, ambao wao ndio wanaotunuku zawadi hii maalum kwa mshindi huyu. Naam, hivi sasa naungana na mkurugenzi mkuu wa Kingo Property Limited. Mwanzo kabisa ni muombe ajitambulishe na tuweze kuendelea. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salaam warahmatullahi ta'ala. Jina lako kamili? Naitwa Amini Athumani Kingo. Kingo Property Limited kwa kifupi sana ilianzishwa mwaka gani? Kingo Property imeanza mwaka 2021. Na hasa mnajihusisha na nini? Tunajihusisha na upimaji wa viwanja na ujenzi na uuzaji wa majengo. Hilo ndo kubwa. Kitu gani hasa kilikuhamasisha mkurugenzi mkuu mpaka ukaamua kudhamini mashindano haya makubwa na kipekee kabisa? Tumejitoa kujidhamini kwa sababu kitabu ambacho kina mwongozo, tena kinashawishi mama zetu waingie kutafuta elimu na badala yake wasikae tu vijiweni na kuongea vitu ambavyo havina maana. Shukrani sana. Pengine utueleze kwa mukhtasari tu, Kingo Property Limited ina maeneo sehemu gani na sehemu gani? Kingo Property ina maeneo Mbagala, Vikindu, Chanika, Vianzi, Malela na Mbagala Kongoe na Kigamboni Mwasonga, Kigamboni Feri. Hayo maeneo yote yana bei tofauti, na maeneo yote hayo, kila eneo tuliopima kiwanja tunahakikisha hapo panapatikana watu wenye kufuzu masuala ya dini, wao wanajua kwamba katika mji huu kuna suluhisho. Shukrani sana. Mwisho tuseme neno lako la mwisho kwa wanaotufuatilia kuhusu Kingo Property Limited. Kingo Property ni kampuni ambayo imeangalia fursa ya watu wa hali ya chini. Familia zetu sisi ambao tumetoka katika familia kubwa hizi, tatizo kubwa linakuwa katika kumiliki ardhi. Tukaona ili kuwasaidia wengine, basi tuwaambie walipe kiwanja kwa shilingi 1750 kwa siku. Lengo letu kila mtu awe na kwake, kwa sababu
kuishi ukweni ni kubaya, sababu usijenge ukweni hata kama kiwanja hiko umepewa bure. Shukrani sana. Mwisho tu, mnapatikana wapi na pengine kwa mukhtasari namba zenu sasa? Tunapatikana Kigamboni Mji Mwema shule ya msingi, na ofisi yetu nyingine iko Vikindu hapa njia panda kuna Vianzi. Tunapatikana kwa namba ya 0714 80 41 82. Shukrani sana na kutakia kila la kheri na kazi njema. Shukrani.